na kwa wakati huu hatuoni sababu gani tuko tayari. Mimi ningeomba Kalonzo akae pale afanye kazi with like-minded personalities, tuunde serikali. Wakamba tumechoka kukaa nje ya serikali. Hii vita ya Wakamba saa yote ilianza wakati wa Ngei, Mulu Mutizia na akina Andrew Muli. Ngei was the most powerful minister in Kenya. Yet he died a very poor person. Juu ya vita yake na Mulu Mutizia na wale wengine, hakuna Mkamba sasa kwa serikalini. Ngei yako kwa shimo, kwa mchanga, na kina Mulu Mutizia na Wakamba wanahangaika. Saa ile tuna karibu tuingie kwa serikali, kuna jamaa mwingine pale amezoea kuuza Wakamba kama machungwa, anatembea anauliza mnataka kununua, niko na kikapu kimejaa. Sasa ameenda Unda, tukakataa kumfuata huko, ameweza kutuchukia. Yuna Kalonzo no enda ukengwa no ando. Kuna watu wanadanganya Kalonzo ati unaweza simama peke yako. Hii si NASA ati ametoka NASA, shida ilikuwa pesa. Si amepatiwa pesa. Sasa si arudi kama shida ilikuwa pesa. Tuko atanena Raila na gavana Mutua, kina Mwangi Waria na wale wengine tuingie kwa serikali. Kana tiwa. Ona mundu akuiba deni muyekena. Mtu akikulipa deni sio na msamea. Na mnasonga mbele. Somebody told me debts are not permanent. Unaweza nitukana juu ya deni leo lakini siku moja nitakulipa na tuendelee na maisha. Hiyo tusahau, na nataka kumwambia ndugu yangu Kalonzo. Ameanza pia kuzeeka. Ningetakuye. He is no longer a youth. Hatuna wakati wa kuharibu kama Wakamba. The other day President Uhuru anatembelea Ukambani. Raila anaandamana yeye. Kalonzo anauliza Raila nani alikualika Ukambani? Anaambia President usiingie kwa ofisi ya Mutua. Sasa alikuwa anataka ingie kwa ofisi ya nani? These young people here wanakuja wanaambiwa mambo ya uongo. Wanadanganywa eti bottoms up economy siku hizi ni kuchukua pesa upatie vijana wakunywe pombe waje wakupigie makofi kwenye mazishi. Hiyo ndio bottoms up. Nyinyi mmefunza watoto wenu. Nyinyi hawa wakina mama nikiangalia wengi ni umri wa mama yangu. Mmetumia muda mwingi na pesa nyingi kunipeleka shule. Hukunipeleka shule nikuwe wakili ili nikuje nisukume wheelbarrow. Unataka nikuje nichangie katika uendelezi wa maisha yako na katika kuendelesha taifa letu. Si ni kweli? Itakuwaje wewe mtu mmoja badala useme tunajenga bwawa huko Aror na Kuimarwe, badala ujenge hiyo damu, alafu sasa ukishamaliza kujenga damu uite vijana useme sasa tunataka kufanya harambee, tuwanunulie neti, tuwapatie fingerlings za kuweka samaki kwenye damu, ama tuwapatie zile boat za kufanya tourism, mjipatie riziki yenu. Badala ya kufanya hivyo unaiba damu mzima, kisha unakuja unaambia watu ati sasa tumekuja kufanya harambee. Huyu wanasema mama mboga. Mshai kuuliza mama mboga anahitaji nini kufanya kazi yake? Huyu jamaa yupo hapa CEC wa health. Ukiwa CEC unahitaji huyo mama mboga awe na soko mahali anaweza kuuzia mboga yake. Si ni kweli? Mtengeneze miradi ya kuzalisha hiyo mboga. Kama hapa nimeona hapa mnaweza kupanda sukuma wiki ime. Huyo mama mboga apate kitu ya kuuza. Si ni kweli? Sasa wakati sisi tunasema tuweke sheria na miundo ambayo inaweza kuwasaidia vijana wetu wajitegemee wenyewe, wengine wanakuja kutuuzia sera huku za uongo na ukora. Kwa hivyo sisi tuko na jukumu kama viongozi, kwanza kuambia wananchi na vijana wenzetu ukweli ya kwamba jukumu letu ni kuhakikisha tunaweza kutunza wazazi wetu wafike hii miaka 113. Kama huyu mama hakutunzwa na watoto wake, angefika hiyo miaka kweli? Kwa hivyo we want to empower these young people by creating policies ambazo zinaweza kuhakikisha kwamba the rural economy inaweza kusustain maisha ya kila mtu. Father, naomba nikomee hapa. Sisi viongozi tunapozungumza, unajua shida huo inakuwa Father Sifuna anasimama katika jukwaa kule Bungoma anatupa maneno, mwenzake wa Wiper anasimama huku anatupa maneno. Wananchi wakiona news jioni kama huyu ndugu yetu ya Citizen amefika hapa kwa sababu wanafikiria Sifuna atasema kitu mbaya. Watu wafurahi jioni. Watu wakiona news wanasema jamaa wamekabana ko. Ukweli wa mambo wananchi nataka kuwaambia sisi sote ni marafiki. Na wanapoketi pamoja. Umejua kumekuwa na kelele sana wanasema ODM imekataa kupea Wiper pesa sijui nini.
Na huu wakati wote Mheshimiwa Kalonzo alikuwa hajawahi kuketi na Raila Odinga. Walikuwa hawajaketi. Walipoketi haikuchukua zaidi ya mikutano miwili waonyeshane jinsi ambavyo mambo yapo. Mheshimiwa Raila akamwambia in plain white and black ile muungano wetu unasema nini, na yeye pia akatoa maoni yake. Wameafikiana hawajafikiana? Si wameafikiana. Hawa ndugu zetu ni rafiki, na sisi wana ODM hatuwaonei kinyongo. Wametuambia safari yetu na wao imekwisha. Sisi hatuna ubaya. Mimi ninachoamini hiyo safari yetu tutakuja kukutana hapo mbele tu, haitakuwa muda mrefu. Father, na kuhakikishia our paths will cross again because we have a common enemy and that is the God honest truth. Unajua, sisi wenzetu wametuambia kwa muda mrefu kwamba shida walionayo na sisi ilikuwa ni shida ya pesa, na tumewaalika siku nyingi waje kule kwenye ofisi ya msajili wa vyama ili tuzungumze swali hili la pesa. Wakaamua kwamba that formal route haikukuwa nzuri kwao, wakamtafuta baba, wakazungumza na yeye. Baba akawaeleza jinsi ambavyo tulikuwa tumechukua msimamo kama chama. Kalonzo mwenyewe akakubali kwamba kwa kweli hakuna pesa ambazo ODM ilitakiwa kulipa kulingana na ule mkataba wa NASA, lakini baba akakiri kwamba kwa ajili ya ile long standing relationship ambayo amekuwa nayo, safari ndefu ambayo wametembea pamoja, na kwa ajili ya urafiki wa jana na urafiki wa kesho, tuwatafutie kitu. So walikuwa wametueleza kwamba kitu ambacho kimesalia ndani ya NASA ni story ya pesa peke yake, kisha wao waondoke. Kwa hivyo mimi nataka kudhibitisha kama katibu mkuu wa chama kwamba issue ya pesa ndani ya muungano wa NASA tumeimaliza, na sasa ni up to them kwamba wamwandikie msajili kulingana na zile resolutions ambazo walituambia vyama vyao vimechukua, na kuanzia hapo sisi tunawatakia kila laheri. Sisi tunawaombea safari njema kwa sababu wamesema wamechoka kutembea na sisi. Hatuwasikilii kinyongo, tunawaombea safari njema, ile mipango ambayo wanafanya, na sisi pia waturuhusu tufanye mipango yetu. Wasiwe kama yule mke wa Lot ambaye badala ya kutoka akiangalia mbele alitoka akiangalia nyuma, akageuka kuwa jiwe la chumvi. So sisi tunawatakia kila laheri na hatuna kinyongo chochote, na tumemaliza masuala yote ambayo yalikuwa yamesalia jinsi ambavyo walikuwa wametuambia. Kwa sababu ya safari ya kisiasa ilivyo, si mara ya kwanza tumesikia viongozi hao wakitoa kauli kama hizi ambazo wanatoa. Utakumbuka kwamba mwaka wa 2013 pia tuliambiwa kwa lugha kama hii ambayo inatumiwa kwamba hawatofanya kazi na sisi tena. Ninaamini mimi kwamba njia zetu zitapatana hapa mbele, kwa sababu sisi tunaamini kwamba tuna adui mmoja peke yake. Adui yule ambaye anakuja kuwahadaa vijana wetu kwa kuwapa fedha hapa chini badala ya kuinua maisha yao kupitia zile sera ambazo serikali inaweka. Kwa hivyo sina tashwishi lolote kwamba njia zetu zitakuja kupatana hapa mbele, na hata ukimsikiza Kalonzo mwenyewe alisema kwamba this is not a divorce, this is a renegotiation. And as ODM we are very very happy to get an opportunity to renegotiate the NASA deal, because that NASA deal was very very oppressive on ODM. So we are very happy to renegotiate, because you cannot have 10 children and I have 2 children, but you want us to share the cow in the middle. It means one person's children is starving. So we are very happy as ODM to get an opportunity to renegotiate this deal, which I have compared to the Treaty of Versailles that put a lot of blame and responsibility on the German state after the First World War. So we are very pleased as ODM. We want a fresh discussion, including the question of fielding presidential candidates, which we were told we could not do under NASA. So now we can talk about it. We want also to redistribute the positions should we win government, because the NASA coalition was giving ODM only 3 cabinet slots out of 21. How fair is that? How will I be able to give the people of Kangundo a slot as well? If Raila has only a chance to appoint 3 ministers out of 21, na yeye ako na watoto hapa Kangundo, ako na wengine kule Bungoma, ako na wengine kule Pwani, yeye ako na watoto wengi hata Umasaini. Kwa hivyo ukichinja kuku, wewe ukiwa na mtoto mmoja na mimi niko na 10, usi insist ya kwamba unataka hiyo kuku igawanywe katikati, kwa sababu watoto wa mtu hapo watalala njaa. Si ni kweli? Sasa sisi tunafurahi sana. Hakuna maneno. Sasa unasema kwamba iwapo tutaendelea na NASA, basi mwaka 2022 chama cha ODM hakitatoa mgombezi urais.
lakini wenzetu wameondoka ndani ya muungano wa NASA. NASA haiko tena. Kwa hivyo vile jinsi ambavyo alisema yeye mwenyewe ni kwamba tutakuwa na renegotiation. Ndio maana nimekuelezea kwamba sisi tunafurahi sana kupata fursa nyingine ya kuchambua na kuangalia huu mkataba wetu. Kwa hivyo tutayasema yetu na wao watasema yao na mwishowe tutafikiana tu. Lakini kwa sasa sisi tunashughulika na muungano na chama cha Jubilee. Ulituona jana kule katika eneo la Murang'a kuzungumza na ndugu zetu wa kule mlimani, kwa sababu Raila alivyosema jana, we want a fresh beginning as ODM. We want to also be given opportunity to talk to other people, just the way that we have allowed our former partners to also talk to other people. Wao wameunda muungano wao, sisi hatuna shida na hiyo. Sisi pia watupe nafasi tuunde muungano. Kuna uwezekano kama vile ilivyofanyika 2002 kuwe na muungano wa miungano. Unanielewa? Kwa hivyo wao na One Kenya, sisi tunawatakia kila laheri, na sisi watupe nafasi tuzungumze na ndugu zetu wa Jubilee, tuunde na sisi muungano. Iwapo Mungu atapenda, njia zetu zitapatana hapo mbele. Asante.